السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد، أحبابي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بالشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه الإمام مسلم. Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ama kwa jina naitwa Daktari Ahmad Mpingwe, ni afisa habari umoja wa walimu wa madrasa mkoa wa Mwanza, na kwa heshima kubwa aliyopewa na shekhi wa mkoa hapa kuzungumza japo kwa uchache sana, dakika 2 ya habari kuhusu amani. Na ndio kauli mbiu hivi sasa, tunazungumza amani kwa sababu amani ndipo ndani yake inapatikana haki. Yaani haki haiwezi kukaa juu ya amani kama shekhi alivyosema. Na haya shekhi anasema ni kwamba sio kwa utashi wa nafsi yake, kwa utaratibu wa sheria ulivyo, hata katika dini ndio liko ilivyo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ndio alisema, kaisimulia sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Zubair ibn al-Awwam, mmoja kati ya wale masahaba 10 waliobashiriwa pepo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maswahaba, dabba ilaikum da'ul umam qablakum, unakutambalieni ugonjwa ambao uliokuwepo katika nyuma zilizopoka bainu nyinyi. Yaani kuna watu ambao waliokuwa kabla yenu ninyi watapakiliwa na ugonjwa, kila ugonjwa ambao wakutambaa kiasi ambacho unataka ukawa nao afu usijue. Ndio Mtume akatumia lugha ya daba, na Mtume mwenyewe akafafanua ugonjwa huo ni ugonjwa gani, akasema al-hasad wal-baghdha, ni ugonjwa wa chuki pamoja na hasad. Alafu mwisho wa siku Mtume akasema, walladhi nafsu Muhammad biyadi, ninamwapia yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye utawala wake, la tu'minu hatta tahabu, hamwezi ninyi Waislamu mkawa ni Waislamu wa kweli ni mpaka mpendane. Ukiangalia taswira iliyotumika hapa, Bwana Mtume anasema hata tahabu, hii wazni ya tafaalu, tafaala yatafaalu, ni wazni ambayo inakuja lengo lake ni musharaka baina al-ithnain ama baina al-fariqain, yani kila mmoja aonyeshe mapenzi kwa mwenzake na huyu aonyeshe mapenzi kwa mwenzake. Mtume akawaambia, awala unabbiukum bi shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, je, nisikujulisheni jambo ambalo mkilifanya jambo hilo yani Waislamu itakuwa ni sababu ya nini kupendana, yani huyu ampende huyu na huyu ampende mwenzake. Akasema afshu salama bainakum, enezeaneni amani miongoni mwenu, kila mmoja awe ni sababu ya kutaka nusura na amani kwa mwenzake. Ukiona kuna wewe unacharuka na mambo ya kutaka vurugu na kutaka mambo kwa nguvu, elewa kwamba kuna bibi kizee wako hapo hawana nguvu ya kukimbia. Elewa kwamba kuna wazee wako hapo hawana nguvu ya kukimbia. Kuna watu hapo wanasoma shule tuna hawatosoma tena. Sasa hiyo ni amani gani ambayo Mtume sasa amekuambia kwamba ueneze amani kwa wenzako, wewe utavurugu? Ndio anasema ili watu wa Uislamu wa kweli kwanza wapendane, na kupendana kwenyewe, mmoja miongoni mwa wasila kupendana ni watu kutaka amani, kila mmoja awe ni chanzo cha kuisababisha amani kwa mwenzake. Kwa hiyo amani inapokuwa inatapakaa mmoja kwa mtu kwa mwingine, hivyo kwa mwingine, ndio amani hiyo inahama mpaka katika ngazi ya taifa. Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wama kunta ladayhim إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والصلاة والسلام على رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وآله وأصحابه أجمعين. وبعد, baada ya kumshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kutanguliza maneno yake matukufu, lakini pia na kutaka ziada za rahma zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Mshukuru mlezi wetu, shekhe wetu wa mkoa, kwa kuwa anaendelea kutufundisha hali ya kuwa yeye yupo hai, na akiwa anatupa mitihani ya kwamba mnaweza yeye akiondoka. Katusimamisha na akatupa dakika 2 tuzungumzie amani na kupiga kura. Ukisoma Qur'ani Karim
ilikuwa inahimiza sana amani, na ndio maana sura ambayo inasomwa sana kwenye swala inaanza na jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahi, kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa nini ianze kwa jina la Mungu? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa majina yake na sifa zake anasema yeye ndiyo amani. Ikiwa kama Allah mwenyewe anajisifu kwamba yeye ndiyo amani, kwa nini sisi amani tuipoteze? Ikafikia pahala mpaka Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha hadithi ambayo inaitwa hadithul qudusi, akielezea amani kwamba yeyote atakayekuwa anaitangaza amani duniani, basi siku ya kiyama akhira atakuwa na yeye. Mungu vipi awe na mtu akhira na kati hali ya kuwa yeye ndio kiongozi? Atakuwa na yeye kwa maana msaada wake wote atakuwa ameufungamanisha na yule anayetangaza amani. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu alikuwa anajua amani, alikuwa anawahimiza sana Waislamu, hususan sahabiyu na wote waumini, ya kwamba washikamane mno na Waislamu wenzao. Lakini pia hakuacha tu kuhimiza kwamba ni Waislamu kwa Waislamu, akahimiza Muislamu pia inabidi ushikamane sana na yeyote katika watu anayeitwa ni mwanadamu. Kwa nini ilikuwa ni hivyo? Ni kwa sababu ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja katika zama ambazo ufisadi ulikuwa umetawala, na ndio maana akaja akasema inama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaqi, sababu ya kukamilisha zile tabia njema. Kuna watu Maka walikuwa wanaishi kwamba wao wakisha sema hamna mwingine anayesema, lakini Bwana Mtume Muhammad akaja kuonesha ya kwamba wewe na huyu wote ni sawa, ebu kaeni mshauriane, ebu kaeni mfanye yenu ya kheri, hali ya kuwa mnashikamana kwa pamoja. Sababu nini? Kwa sababu Bwana Mtume Muhammad alikuwa anachunga amani. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akaonesha ya kwamba katika haya majambo mnayoyafanya, mkishindwa kumteua mmoja kwamba tumekuridhia wewe, anakushaurini hebu mfanye kitu cha kufanya kutenda kura. Na ndio maana akamwambia Bwana Mtume Muhammad katika sura aliyokuwa anamuelezea Bibi Maryam, Allah akamwambia Muhammad, wadhkur, hebu kumbuka we Muhammad zile habari ambazo sisi tunakupa. Akaendelea mbele akamwambia, wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryama. We Muhammad, kumbuka kitu kimoja, katika zama za Bwana Ali Imran alikuwa ana binti yake yule Maryam. Wewe hiyo muda ukuwepo, lakini tunakukumbusha kitu kimoja. Kumbuka walivyokuwa wakizitupa kalamu zao kwenye maji, lengo ni nini? Ayyuhum yakfulu Maryama, tumpate mshindi atakaye mlea Maryamu. Lakini wama kunta ladaihim idh yahtasimun, kipindi wanafanya vile chokochoko zilikuwepo. Kumbuka hayo. Na ndiyo maana hivi leo, pamoja na kwamba watu tunaamini Muislamu kwanza, Mama Samia anapambania nchi, lakini chokochoko haziishi, kwa sababu ndio Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha sema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru kupata fursa hii ya mzee wangu, mwalimu wangu, shekhi wangu, Sheikh Kabeke, Allah kuhifadhi, kwa namna ambavyo unavotulia kwenye misingi bora ya Kiislamu. Zangu, Imamu Ali rahimahullah alikuwa na kawaida au ana ada ya kusema vino vifupi na kubuka ngenavyo. Siku moja akasema, man amila makanahu faqad naja, mtu yoyote mwenye kujua nafasi yake kwa jamii, huyo mtu amefaulu. Muislamu, jiangalie thamani yako kwa jamii ni ipi? Thamani yako ni kuhimiza uchochezi? Thamani yako ni kufanya fujo? La hasha, hili si wilaya katika Uislamu. Wama arsalnaka rahmatan lil alamin, ndo kazi ya mtume wetu sisi Waislamu. Kwa Muislamu usiwe kichochevu cha kuvunjia amani, sio majambo yako Muislamu. Ndo maana
Bwana mkubwa mmoja wakati anamweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam alifika hatua akasema, wa mimma zadani sharafan wa izza wa qittu bi akhmus wa tawthuriya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an yasalta Ahmad an-nabiyya sallu ala an-nabi. Anasema miongoni mwa vitu ambavyo vimemzidishia utukufu yeye kiasi kwamba anakurubia kukanyaga nyota za furaha mbinguni, anasema vitu viwili tu. Va kwanza, kitendo cha Allah kumwambia dukhuli tahta qawlika ya ibadi, yani kwamba anasema kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala kumuita ya ibadi ili kwa utukufu. Lakini sababu kubwa, wa an asata Ahmadi nabiyya, yeye kutimilizwa kuwa mfuasi wa Muhammadi, huu ni utukufu. Anasema wewe Muislamu jiulize, kuna baadhi ya mitume na manabii waliomba wao wafuasi wa Mtume sallallahu ndani ya umma huu. Wewe umepata fursa hii, wewe na maandamano wapi na wapi ndio katika imani. Wewe umeletwa kudumisha amani ulimwenguni. Wewe umeletwa kumfuata Mtume sallallahu kuacha mambo maovu. Sasa Muislamu kama utaandamana ukavuruga amani ya nchi, watu wakashindwa kuswali, watu wakashindwa kufanya dawa, watu wachaje kusoma Uislamu, Mungu anasema law kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khair. Aya hii mtu yote baada ya kufa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha wale majambo yake ama ya shari ama ya khairi, atasema law kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khairi. Hii aya Allah alikuwa asema tu lakathartu au la'athartu, wa ikasema lastakthartu. Wanasema tuwasarfa bidhat al-mabani tushiru dhat al-maani, maana yake jambo lilikuwa kubwa pia linaongezeka. Sasa jiulize, umeshawishi maandamano, watu wamekufa, kwa Allah umetanguliza nini? Umeshawishi maandamano, watu misikiti imefungwa, Allah taji watu wamsalimu Mtume, umetanguliza kwa Allah. Muislamu so mtu maandamano, Muislamu mtu wa imani. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Shabani Yusufu Jumanne, ni mwalimu sekondari Kiislamu Ibani. Swala la amani ni swala la muhimu sana katika nchi yetu hii, kwa sababu bila amani, bila utulivu katika nchi yetu hii, mambo yote yanaweza siende sawa sawa. Ukiangalia bila amani, hata sisi ambao tuko vituoni tunafundisha wanafunzi, bila amani ina maana tusingeweza kuendelea na jambo lolote. Maana hauwezi ukaendesha programu, huwezi ukaendelea kulea vijana hali ya kuwa huku nje hali sio shwari. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wananchi wote wa Tanzania, tujitahidi tudumishe amani ya nchi yetu, na tujitahidi tarehe 29 tutoke tukapige kura tuchague viongozi wetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zile hoja potofu kwamba mbona hamsemi haki? Haki tunasema na tunaijua, haki tunasema, lakini sisi tuna msimamo na tunayo mafundisho. Kila maneno yana mahala pake pa kufanyaje, pa kuyasemea. Sasa wewe unataka haki fulani kwa bosi wako Sheikh Faisal, afu unamsubiri wateja wamejaa pale hotelini, ndio unamwambia utanipa hela zangu. Jamani, atakupa? Kama atakupa itakuwa kwa tabu sana, atakwambia safanya unachotaka. Haki ipo tu, na haki haitafuti kwa mabavu. Sisi mtume wetu Muhammad ametufundisha, rudi kwenye tarehe. Unajua watu wengi hawasomi, ndio maana nasema siku zote elimu ndogo ni sumu, elimu ndogo udhia. Kuna kitu kinaitwa mkataba wa Hudaibia, sulhu Hudaibia. Mtume tayari ana maono, na Mwenyezi Mungu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Tayari mtume ana maono ya kimungu kwamba ataingia Maka na atakwenda kufanya ibada ya umra.
na watu wamekwenda mpaka mpakani kufanya ibada ile. Mtume ilikuwa ni haki yake, sio haki yake? Nauliza, ilikuwa haki yake, sio haki yake? Lakini Mtume aliziwia haki yake. Wamekaa pale mpakani, aingia, sema hawezi kuingia. Mazungumzo yamekwenda mpaka anafika mahala tuandike mkataba, ukaandikwa mkataba. Kina Imam Ali wameandika Muhammad Rasulullah, Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu. Makuraishi wakasema hakuna, futa hii. Ugomvi wetu sisi na yeye ni Rasulullah. Kama ingekuwa tunamkubali yeye, kama ingekuwa tunamkubali kama ni Rasulullah, tusingemfukuza hapa wala tusingemziwia kuingia. Mtume alifanyaje? Akapekua habari. Mtume Imam Ali ambaye Rasulullah, hawa jamaa wamekataa tusiandike Muhammad Rasulullah, ila tuandike Muhammad ibn Abdullah. Mtume sasa, kwa nini? Saa wenyewe wakutambui. Hilo tu. Futeni, andikeni Muhammad ibn Abdullah. Kwani Muhammad ibn Abdullah, Abdullah sio baba yangu? Sio baba yako. Imam Ali ambaye Rasulullah, hili jina ukupewa na mtu. Hii Rasulullah ni cheo, ni nafasi, ni heshima ulipewa na Mungu. Mimi mkono wangu hauwezi kufuta. Mtume akasaleteni, iko wapi? Mtume alikuwa nabii ummi. Iko wapi ya Rasulullah? Akafuta biyadihi sharif. Sallu ala nabii. Mtume aliziwia haki yake wakati mwingine kwa kutaka nini? Amani. Kuliko kuingiza watu vitani. Wewe unataka haki ndio unaingiza watu vitani. Ndugu zetu wa Gaza wale pale wamepigwa zaidi ya mwaka mzima na Israeli. Imetokea juzi sasa, basi jamani tusimamishe vita nini? Hivi vita imesimama na watu wa Gaza walifikia mahala kula udongo wale. Vita hiyo imesimama. Basi wangekataa hakuna vita kusimama, tuendelee kupambana mpaka tupate haki yetu. Pamoja na kupigwa wametoa mateka. Lakini wamekubali, wametoa mateka, wamefanya nini? Wametoa ushirikiano ili wapate amani, wapumue. Sasa mimi najitahidi sana kuelezea hii kwa sababu kuna watu wanapotoshwa. Watu wanatekwa. Sawa, watu wanatekwa. Hakuna anayeridhia hilo. Alafu katika serikali zetu zote 5, hii si awamu ya 6, tuambieni wakati wa Nyerere watu hawakupotea? Tuseme ukweli, wakati wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba yetu, Mwalimu Nyerere, watu hawakupotea? Si wazee mpo? Sitanganyani hapa. Watu hawakupotea? Awamu zote zina mambo yake. Hakuna kiongozi atakayefanya atakuwa perfect. Kwamba mimi alkamalu lillah, yako mambo yanaweza yakatokea, lakini hawezi kutokea ukamnasibisha nayo rais moja kwa moja. Haiwezekani. Mkituona wajinga tunaodai amani, sawa, tunaitwa majina yote. Chawa, sawa, alhamdulillah. Lakini wakati mimi ni chawa na kusaidia wewe, mimi nakoipigania amani na kusaidia wewe unaniona mimi chawa. Kwa sababu kikinuka hata wewe ukai. Mtu anaagiza maandamano hayuko nchini. Alafu ni ujinga kiasi gani kwenye YouTube? Wewe kijana wa Kiislamu, wewe kijana wa Kitanzania, YouTube ndio ikuamrishe. Hivi mtafakari kweli? YouTube. Yaani unaona mtu kwenye YouTube ndio anakuamrisha kaandamana. Naona sana ndakwenda kuandamana. Alafu na unajua kabisa hayupo. Mimi nilifikiria ingekuwepo akapita mbele. Akaomba kibali, akasimama mbele na yeye tunataka. Ukamuona. Ziko klipu nazisikia hapa kwenye mitandao ya kijamii. Mtu anasema kabisa, mimi watoto wangu wanasoma Marekani na watoto wangu wako chuo kikuu. Nawezaje kuwarudisha? Yaani nyinyi Tanzania mnataka niwarudishe ni muwaone tu. Anasema hivyo. Mke wangu si yuko wapi? Mimi nimetoa ombi. Nimewambia watu wa serikali, viongozi hao, maandalizi ya kuziwia kama kutatokea fujo yawepo na tusidharau. Ndondo yeye wanasemaga mkojo mdogo mdogo unaruanisha. Sio, umenielewa? Maandalizi yawepo, lakini wasiweke yale magari si rangi mekundu, magari makubwa ya kuwasha pite barabarani. Kuna watu wengine humu ni waoga kupita kiasi. Anaweza kwenda hata kushindwa kupiga kura kwa sababu kaona gari linapita tu. Mbona kuna magari mengine mtu hajawahi kuyaona. Yako magari nchi hii wewe hujawahi kuyaona. Linakaa linajifunika funuka. Alafu linarusha maji namna. Utasema mimi hata kura yangu sendi kupiga. Mimi naiomba serikali maandalizi mazuri yafanyike, lakini
hiyo yani wasema kitaalamu. Na uwezo huo serikali yetu unao. Katika serikali makini ni Tanzania. Serikali ambayo ina wachunguzi, watu wa kufuatilia mambo wazuri ni Tanzania, na Mwenyezi Mungu awabarikie na awalinde. Lakini tusianze kupotoshwa tukaingiziwa mjadala mwingine. Ajisemea shekhe wetu Sheikh Kwezi anasema unawezaje kufanya shughuli ndani ya shughuli? Yaani leo tunaswali Ijumaa afu unaingia sababu lazima tudhikiri hapa. Basi tunaswali Ijumaa mzee wa kazi. Sasa tuko kwenye uchaguzi watu tukaandamane. Haya, leo hii mkate wako kuupata ni shughuli. Paka utoke. Haya ndio unaenda mguu kwacha. Miaka hiyo 3 kwa Bugando umeuinua hivi. Haya, unapotoka na jiwe wewe unataka kumshambulia polisi. Polisi ni mwanadamu, ana baba, ana mama, ana mme, ana mke. Wewe unapokuja na upanga au na jiwe kutaka kumdhuru, yeye anahicha moto. Atajitetea, jitetee. Akijitetea kalu atakuwa nani? Yani akijitetea sasa huyo kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atakuwa nani? Ikitokea hiyo utapiga kelele. Kwa leo tumeifanya ni siku maalumu hapa msikitini kushirikiana na nyinyi wote tuhakikishe kwamba tunatunza amani. Na wala usiogope. Kuna watu wanasema unajua ukisema tunatetea amani utaitwa chawa. Wewe niite majina yote. Niite majina yote. Niliwaambia siku ile pale, mimi kutukana siogopi. Mtume mwenyewe ametukana. Ndani ya Qur'ani yamesajiliwa matusi zaidi ya 17. Katukana mtume. Kaitwa shairi, kaitwa mchawi, kaitwa mwizi, kaitwa majina yote Mtume sallallahu alaihi wasallam kaitwa. Utaogopa nini? Kaitwa majinun, mwendo wazimu. Katukana mtume. Hii tu inaendelea leo. Si rais wa nchi anatukana. Na haikuanza kwake hata yeye. Na sisi tunampongeza kwa ukimya wake. Na yeye amesema wala haimtikisi. Si alitukanoga Magufuli ama mpaka ikawa tunambata kero, watu wanasema mtihani. Lakini watu wamekaa kimya wanaendesha nchi. Sisi ndugu zangu Waislamu, amani ndio jambo letu. Wewe ni nani? Muislamu. Al-Islam maana Kiarabu, cha Kiswahili sasa unasemaje eti amani haki kwanza kuliko amani? Dini yako inaitwa Al-Islam. Dini yako inaitwa Al-Islam. Mungu wako aliyekuumba anaitwa As-Salam. Naona Mungu aliyomtengeneza hata mtume. Yeye mwenyewe Mtume Muhammad anaitwa msifiwa. Muhammad maana yake msifiwa. Utamsifu mtu kwenye vurugu? Kwa anayesifiwa anasifiwa kwenye amani. Mama yake unajua anaitwa nani? Amina. Amani ile ile. Baba yake anaitwa nani? Abdullah, mja wa Mungu. Pole hapo. Lakini hata ukiswali tumesema lazima utangaze amani kulia na kushoto. Baada ya swala utasema assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, amani. Kwa sisi tunasema amani kwanza. Na kila Muislamu katika mkoa wa Mwanza, wito wetu na usia wetu, nendeni mkahubiri amani. Nendeni kwenye vijiwe swamli. Usijali kutukanwa. Wewe utakuwa umemuokoa yule. Yeye anasema tu ajijui yule. Hatuwezi kuingiziwa maneno na watu ambao hawako hata nchini. Mtu anakuingizia maneno ya kusema na unakubali. Baada ya kusema haya, niwashukuruni sana kwa kutusikiliza, na kwa hakika tumuombe sana Mwenyezi Mungu aidumishe amani yetu. Na wale ambao wamejaliwa kufunga na wanaendelea kufunga, nimefurahi, nimeona kasi yetu ile ya Mwanza, nimeona hata baadhi ya maeneo mengine ndio wenyewe wameingia kwenye jambo hili, ndio wenyewe nasikia watafunga. Lakini sisi saumu yetu sisi tumesema mpaka na kura zinapigwa. Ndio mlilia Mungu tu. Tokea mtu shekhe ametuambia mtu anatangaza Mazamia atakufa. Utakufa wewe. Kwa sababu sisi Waislamu kwanza kufa sio tatizo. Sisi Waislamu tunajua kufa kupo, hakuna muda, hakuna wakati, hakuna cheo, hakuna nini. Sasa wewe unabii wako eti umeoteshwa atakufa. Sisi kwanza atudharau, ndio tunapiga madua sasa. Na kwa dua hatuwezi watu. Sisi kwa dua shekhe balaa, hatari kabisa. Wala mtu asituchokoze shekhe. Na hizi tu ambazo tunafunga hatari sana. Hatari sana. Na tumeanza kuona maajabu. Kama mtu mzima unaweza kwenda kusema kwenye chama chako, unaweza ukasemea bungeni, unaweza ukasema ukaomba appointment hadi Ikulu, lakini unaripuka tu unasema ovyo. Sio dua hizo zimekupata.
Yaani wewe una nafasi yote. Unaweza kuongea bungeni, unaweza kuongea kwenye chama, unaweza kuomba appointment Ikulu, unaweza, lakini unaripuka, unashindwa kujizuia. Unasema ovyo, maana yake dua imekupata. Mimi nakumbuka zamani kuna zile mbuzi za Al-Badri. Sasa ukiona hivyo jua tayari Al-Badri imempata. Na ndio maana mambo katika nchi yanaendelea vizuri. Tumwombe Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Na leo imekuwa ni siku bora. Niwashukuru hata mashehe wa kata, baadhi yenu mliokuja kuswalia hapa, makatibu wa kata nimewaona mmekuja kuswalia hapa. Ilikuwa ni siku maalum. Iqra FM.